Uhali gani mtazamaji wa Zone Media, kwa mara nyingine tena nikukaribishe moja kwa moja tujuzane yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, ambapo hapa kuna taarifa moja kwa moja kutokea nchini Urusi. Taarifa hii inasema kwamba Urusi imeanza rasmi kuipatia Venezuela mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ili kuimarisha uwezo wa taifa hilo katika kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga na vitisho vya nje. Kwa mujibu wa taarifa kutoka duru za kijeshi, mifumo hiyo inajumuisha S-300VM, Pantsir-S1 na Buk-M2E, yote ikiwa ni teknolojia ya hali ya juu inayotumiwa na majeshi ya Urusi katika uwanja wa vita. Mfumo wa S-300VM unatoa ulinzi wa masafa marefu dhidi ya ndege za kivita na makombora ya masafa marefu, huku Buk-M2E ikihusika na malengo ya angani ya masafa ya kati. Aidha, Pantsir-S1 inalinda maeneo muhimu dhidi ya mashambulizi ya ndege ndogo, droni na makombora madogo kwa kutumia mchanganyiko wa makombora na mizinga. Wataalamu wa masuala ya ulinzi wanasema mifumo hiyo imewahi kujaribiwa katika vita vya Syria na Ukraine na imeonyesha ufanisi mkubwa inapounganishwa na mafunzo ya kutosha kwa wanajeshi. Hatua ya Urusi kuipatia Venezuela vifaa hivyo inatajwa kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili katika kipindi ambacho zote zinakabiliwa na vikwazo vya kimataifa vinavyowekwa na Marekani na washirika wake. Kwa mujibu wa wachambuzi, uhusiano kati ya Rais Vladimir Putin na Rais Nicolas Maduro unazidi kuimarika, na misaada kama hii inatarajiwa kuongeza uwezo wa Venezuela kulinda anga lake na kudhibiti uhuru wake wa kijeshi bila kutegemea mataifa ya magharibi. Hatua ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kumpatia Rais Nicolas Maduro mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga kwa ajili ya kuweza kupambana na maadui ni hatua ambazo zinachochewa na Marekani dhidi ya vitisho kwa Caracas, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akipeleka vitisho vingi nchini Venezuela akitaka kumuondoa madarakani Rais Nicolas Maduro. Marekani amepeleka meli ya kivita, lakini ndege za kivita pia, na wanajeshi takriban 6,000 ambao wamekuwa wakifanya doria za kutosha karibu kabisa na taifa la Venezuela katika bahari ya huko kusini mwa bara hilo, ambapo katika hatua hizi inaonyesha wazi kwamba Venezuela sasa inajiandaa kujimarisha kijeshi zaidi, huku ikipokea msaada huo kutoka Urusi ambao utakwenda kuisaidia Venezuela dhidi ya Marekani, ambapo endapo itakwenda kuanzisha mashambulizi dhidi ya Venezuela, basi Venezuela itakuwa na wajibu wa kuweza kujilinda kwa kutumia mifumo hiyo ya ulinzi ambayo imepewa kutoka moja kwa moja nchini Urusi. Mvutano ukizidi kuendelea, nchi washirika, nchi marafiki duniani zinaendelea kuweza kujiimarisha na kuweza kusaidiana kadha wa kadha, kupeana silaha mbalimbali, lakini vifaa vya ulinzi wa kijeshi na mambo mengine mengi ambayo wanazidi kuweza kupeana. Mtazamaji, usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.